Jaji mkuu wa Tanzania amesema wametekwa watu 700. Yeye mwenyewe kwa maneno yake, tunajua ni watu wengi zaidi. Miongoni mwa hao amesema watu 400 hawaonekani. Tunapozungumza watu 400, sijui kama mnanielewa. Nyie humu msizani kama mnafika 400. Wamefika? Hapa mko 300. Kwa hiyo watu wengi kuliko nyie wamepotea. Watoto wengi kama wa kwenu hawana baba. Wake wengi kama nyie hapa mlivyo hivi ni wajane. 400 people. Watu 400. Iran imeanza kupigana na Israel na Marekani kwa upande mmoja tangu tarehe 28 mpaka leo. Hawajauawa watu 400 kwenye vita hii. Watu 400 anasema yeye kwa maneno yake wamepotea. Sizungumzi yale mauaji, nazungumza waliopotea, waliotekwa. Kijiji kinakuwa na watu 300, 400, 700, 1000. Ina maana fumba macho, kijiji kizima hakina watu. Jachanda nasema hao watu waliotekwa wametekwa hizo kwa sababu za mapenzi, wametekwa kwa sababu za ushirikina, wametekwa kwa sababu za kibiashara. Sasa Jaji Chande, huyu hapa mke wa Deo ana mtoto wake hapa, ametekwa kwa sababu gani? Huyu mama mume wake ametekwa kwa mapenzi gani? Ambaye leo mtoto wake amebaki yatima. Huyu mtoto ana miezi kadhaa, amebaki yatima, hajai kumuona baba yake. Jaji Chande anatuambia huyu ametekwa kwa sababu ya mapenzi. Pole pole Ndule Nyagali, watu wengi kwa mamia wamepotea kwenye nchi. Halafu hao watu wana audacity ya kutuambia sisi wanaweza kututisha eti tukae nao kwa lazima. Tumekataa. Hatukubali. Tuko tayari kusimamia haki hiyo. Twende kaburini na dunia ijue tulisimamia haki hiyo, tukaenda kaburini. Na wao watakufa tu, hawataishi milele. Hatutakubali nchi hii ikageuzwa kuwa sisi wote ni ndondozi, kwamba wao ndio binadamu. Tunaishi kwenye nchi ambayo watu hawajui usalama wao. Huyu mtoto wa huyu Deo, unategemea akikua akaambiwa babake alifanywa hivyo, anaweza kuchukua hatua gani? Dunia imetengeneza ugaidi kwa sababu ya mambo kama haya. Dunia imetengeneza visasi kwa sababu ya mambo kama haya. Ujinga na upumbavu ambao unachochewa na watu wapumbavu wanaojiita viongozi wasiokuwa na busara. Watu wanapata chuki, watoto wao wameuawa hapa bila sababu. Polisi wanawinda watu kwenye nyumba. Mimi nilikuwa gerezani, nimetoka, nimeona hizo picha. Leo wao hawajui waliokwenda kuchunguza. Alafu wanataka kutisha watu na kublackmail. Utamtisha nani? Kwa lipi? Kwa sababu utatuweka ndani. Kwa sababu gani? Wewe ni Mungu. Unatutisha kwa lipi? Fanya unachoweza. Fanya chochote unachoweza. Lakini we want to keep quiet katika nchi yetu. Hatutanyamaza. Hatutanyamazia uovu hata dakika moja. Na tukisema hivi tunasema kwa heshima kubwa sana. Wala hatuna tatizo na mtu yoyote. Tunachotaka ni haki itendeke kwenye nchi. Watu wamekataa uchaguzi, kwamba uchaguzi huo hauwezi kutuletea ukweli. Ndicho Watanzania walichosema. Hakuna hata mtoto mdogo ambaye hajui hili, kwamba tangu mwaka 92 Watanzania wamedai katiba ili wawe na uwezo wa kuchagua. Leo majaji wakuu wanakaa eti hawajui chanzo cha hasira za Watanzania waliojitokeza kuandamana. Watanzania walikuwa wanataka waweze kuchagua viongozi wao.
wametoka bila chochote, bila silaha, mmewajibu kwa risasi, mmeua maelfu ya watu, wakiwemo watoto wadogo. Nafikiri kwamba hata mkibambikia watu kesi kwamba ndio kwa Mungu hayo yatakuwa yameisha, kwamba hamkuua. Kaini alivyomuua ndugu yake, Mungu alimwambia, damu ya ndugu yako itakulilia. Alimwambia mambo matatu. Damu ya ndugu yako itakulilia. Chochote utakachopanda hakitaota, na kikiota hakitazaa. Hautakuwa na amani. Leo hata uchumi wetu na jumba, nchi iko mashakani kwa sababu wauaji wako on the throne. Innocent civilians wameuawa na hawana huruma, hawana remorse. Kwa nini? Kwa sababu hawatuoni kama binadamu. Ni busara tu kwamba unapopotea njia, you don't accelerate. Speed is useless when you are lost. Speed haina maana kama umepotea njia. Wewe unakwenda Morogoro, umegeuka unaelekea Mkuranga, alafu unaongeza speed, unazidi kupotea. A sane person, mtu mwenye akili timamu, unasimama, unageuza gari, unaelekea uliko unaelekea. Na maana yake ni nini kwa lugha nyingine? Jamani, yametokea matatizo, hatukuyategemea, tumeyaona. Watu wameuawa, watu wamepoteza mali. Tusameheane. Naomba msamaha. I take responsibility kama kiongozi. Naomba tusonge mbele. Lakini unataka kutisha kila mtu anayesema ukweli. Nani ajui kwamba Lissu yuko ndani tangu mwezi wa 4 kwa uongo? Nani ajui? Hatukikaa naye, hatukimfunga, kwamba unafikiri unaweza kumfunga Lissu, umnyonge, au baadaye ujifanye umemsamehe, ili sasa ionekane kwamba wewe ni mtu mwema kwa sababu umemsamehe. Hatutakubali msamaha huu. Hata Lissu atakuwa tayari na huo msamaha. Kama una nguvu mnyonge, alafu tuone uishi milele tuone. Leo unalindwa, kesho mtalindwa, lakini watoto wenu na wengine hawatalindwa. Dharau za kuwatukana wa Tanzania. Muammar Gaddafi aliita watu wa Libya cockroach, kwamba ni mende. Waliiba mali za nchi yao everywhere. Kulikuwa na vituo vya mafuta vya oil Libya, vilikuwa dunia nzima. Ukienda Misri nzima ile oil Libya inaweka kule. Vituo vya baba yao wamefungua. Hata ile bahari beach hiyo ni hoteli ya Muammar Gaddafi. Walifungua kila sehemu mahoteli. Mtoto wake yule anaitwa Saif al-Islam Gaddafi alikuwa anaenda na kodi hoteli kule polini kule Serengeti, Ngorongoro. Kuna hoteli kule Grumeti kule ambayo chumba ni milioni 5 si ngapi. Wanachukua hoteli na vyumba 400. Wanaita wasanii wakina Beyonce, si wakina nini, analipwa dola $200-300, wanakwenda kula shangwe pale. Juzi Saif al-Islam amekufa kama mzoga. Bengazi kule. Wameiba pesa zetu hapa, wakaenda kuzificha Dubai. Juzi imefumuka vita ya Irani, Wairani wakaanza kutandika Dubai. Vifedha walivyokwenda kuficha kule vinatandikwa, wanaona vinateketea. Wakatuma hapa ndege, wanajifanya wanaenda kuokoa wa Tanzania, wanatuma ndege iende kuokoa wa Tanzania. Tunajua ndege ya Tanzania ilitumwa hapa kwenda kuchukua vifamilia vyao vinavyojificha kule. Kwani wa Tanzania wangapi wamepata madhara nchi hii? Mbona ndege haijatumwa Amani? Mbona ndege haijatumwa Qatar? Mbona ndege haijatumwa Saudi Arabia? Kwani Saudi Arabia hakuna wa Tanzania? Saudi Arabia imeshambuliwa